na wewe kusalim, halafu atuelekeze leo tunaelekea wapi na tunazungumzia nini. Dr. Abu Awadh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Habari za Ramadhani kwanza na sikukuu yake kwa ujumla? Tunamshukuru Allah. Allah ametuwafikisha, Ramadhani tumeipata yote alhamdulillah. Na ametujalia kuipata Shawwal. Tupo katika kutafuta na zile fadhila za siku sita. Bado nafasi ipo kwa wale ambao hawajajaliwa kuianza mwanzoni, kwa sababu ni mpaka Shawwal inaisha, bado watu wanaruhusiwa ndio kufunga zile siku sita ili watimize mwaka mzima wa malipo ya funga kwa kuunganisha Ramadhani na Shawwal. Kwa hiyo bado tupo katika Shawwal au wengine wanaita mfungo mosi. Alhamdulillah. Na mashallah, na kuona unang'ara kidogo, umenepa. Sijui kama ni Ramadhani imekupenda au sikukuu? Umenepa wakati ulikuwa unafunga shehe? Sijanenepa. Ndio funga imekupendeza. Karibu sana, tujuze leo tunaelekea wapi? Alhamdulillah rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Kwanza kabisa ni watolee tena ndugu zangu ambao wanasikiliza kipindi chetu salamu itokayo kwa Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ninaamini pale walipo watakuwa wametikia salamu yetu hii, na ili kuweza kuunganisha mambo baina yetu na wao, ni wao kusikiliza ninachokisema, wakayapokea na kuyachuja na kuyafanyia kazi, na asa Allah akatupa mafanikio. Maudhui yangu leo ni kwamba tukiwezeshwa tunaweza. Tukiwezeshwa tunaweza, na kwa nini tusiweze? Hili ni jambo ambalo nimelibeba leo kama sehemu ya maudhui yangu, kwamba tukiwezesha tunaweza, na kwa nini tusiweze ni katika hii fani tuliokuwa nayo, fani ya kitabibu. Ndio. Nimekuwa tabibu kwa muda sasa. Naona na utu uzima unasogea. Kwa sababu nitoka nikiwa kijana mdogo miaka 20, na kabla 20 nilianza 20 na nipo sasa hivi kwenye 50, na ndio alhamdulillah nikuonesha kwamba nimepata chumvi kidogo katika kipindi cha kushughulika na haya mambo. Ndio. Na nilianza katika mifumo ile kawaida pia ya kijazba pia imo ndani yake. Kwa sababu jambo unapoanza kulijua mwanzoni, kuna kihamasa fulani kinakuja, unatamani. Alhamdulillah. Na alhamdulillah pia pamoja na zama zote hizo Allah amejalia mafanikio makubwa sana katika kuisaidia jamii yetu. Ndio. Ana wenzangu wengi wanakuwa matajiri wakubwa wakiwa matabibu. Sijui wanafanya nini, lakini mimi na maisha ya kawaida alhamdulillah. Na ulitamani labda ufike huko? Ikiwa kama Allah atanipa kwa njia za halali na nitapokea, lakini kama ni katika njia za udanganyifu au kutumia hada, acha nibaki kama nilivyo. Acha nibaki kama nilivyo. Madhali Allah anajalia kwamba naweza kukabili maisha yangu ya kawaida na familia alhamdulillah. Watu wengi wakisikia Abu Awadh wanadhani mimi mtu ambaye pengine ni mkubwa sana na mambo makubwa sana na uwezo mkubwa sana, lakini kwa sababu pengine jina lile limekuwa sana, lakini ni labda ukubwa na thamani ya Abu Awadh ni ule ufanisi katika hii amali ya kitabibu. Ndio. Tumekuwa tukijitahidi sana kufanya tafiti. Nimejaribu sana hata zile nilizokuwa nikisoma kupitia vitabuni, na jaribu na pia kutafiti, kuangalia ukweli, upana wa jambo lenyewe. Mengine unagundua kwamba hapana, ni katika udhaifu pengine wa kulitafakari. Mengine unaangalia ni kwa sababu pengine mwandishi alikuwa ameangalia upande mmoja tu. Lakini tunapoishi ndani ya hii fani, ndipo unaweza kuyajua mengi sana ya kitabibu. Kama nimewahi kusema kipindi cha nyuma, mimi wakati niko shuleni nilikuwa napenda kuwa daktari, na nilikuwa nikisoma masomo ya
ambaye alikuwa ananipeleka kwenye udaktari. Nilikuwa napenda kusoma PCB kwa maana physics, chemistry pamoja na biology, na nilikuwa nikijituma. Sikwenda mbali sana kupitia hayo mahesabu ya madarasa, lakini nilijiendeleza sana baada ya kuona kwamba ninataka kwamba elimu haishii kwenye ile mifumo yale majengo tu, lakini ninataka kujua kitu. Kwa nilijaribu kupambania pale. Ndio. Sasa kwa sababu nimekuwa na ufahamu wa elimu ya tiba kwa upande huu wa tiba za kisuna, kwa kuzisoma na kutaamali nazo, kuzifanyia kazi. Na kule pia nilikuwa na msingi wa kusoma masala ya kitabibu kwa njia hizi za secular. Imenifanya niwe hodari. Ndio. Katika maswala, sijui kama ni kwa kiasi gani, lakini nimejikuta kwamba Allah amefungua mambo mengi sana ya kitaaluma. Kiasi kwamba nimeona kwamba kuna mafanikio makubwa ya kitabibu kuliko hata vile ambavyo nilivyokuwa nikitaraji. Ndio. Yani nimeweza kuwasaidia watu wengi kitabibu. Watu wengi sana kupitia mikono hii. Allah amejalia wamepata nafuu kubwa sana. Kama si kupona kabisa au kupoa kabisa, lakini kupata nafuu kubwa sana ambayo pengine mtu alishakata tamaa. Katika jambo ambalo la karibuni ambalo naliona linapanda kwa kasi kubwa, ni baada ya kuwa tunatangaza matangazo yetu ya matumizi ya blood cycle pamoja na zinc juice. Kama blood cycle kwa ajili ya kuongeza damu na virutubisho, lakini madini ya chuma na vingine, lakini zinc juice pia ikiwa nasaidia sana masuala hayo pia, lakini opto pressure na sukari nikaona imeelezwa katika matangazo yetu haya ambayo yanakuwa yanarushwa mara kwa mara. Ndio. Sasa tukieleza pia watu ambao wenye matatizo ya sickle cell kwamba tunaweza kuwasaidia kwa njia hizo. Ndio. Na bahati nzuri ni kwamba watu walivyopata haya matangazo, nimepata wagonjwa wengi wa sickle cell. Tofauti na mwanzo. Wagonjwa ambao wana matatizo ya sickle cell, matatizo ya mifupa. Sickle cell wanaita selimundu kwa Kiswahili. Selimundu. Selimundu. Au sickle cell ni seli ambazo zinakuwa yani zile red cells ambazo zinatengeneza zile hizi hemoglobin ambayo inaweza kutengeneza red cells, kwamba inakuwa infected na kutengeneza muundo usiokuwa sahihi wa zile cells. Kwa hiyo inapotengeneza muundo usiokuwa sahihi, na maana kwamba inatengeneza mazingira ambayo mtu anaonekana damu yake inakwisha kwa haraka sana. Kwa damu yake inakuwa inashuka. Kwa hiyo kunashindikana kutengeneza damu katika mfumo uliokuwa mzuri. Sasa watu wengi wamekuwa wanateseka na jambo hili, kila wakati wanatakiwa waongezewe damu. Na pia hawa watu ambao wanakuwa na matatizo haya au matatizo ya mifupa inauma. Kuna watu wa arthritis ambazo pia wanakuwa na matatizo ya viungo kuvina vimba, mwingine mpaka anafikia mahali kuwa mlemavu. Ni katika miundo ya mambo ambayo kama yanakaribiana hivi. Ingawa kitaalamu yana utofauti, lakini yanakaribiana. Sasa tumepata watu wa design wengi. Unajua kitu kimoja, unaweza ukawa unajua tiba ya kitu fulani, lakini huna mahala pa kupractice. Huna mahala ambapo unaweza unakuwa ni mtu wa theory zaidi. Kwamba unaeleza, umesoma sehemu fulani, unaeleza, mtu anaweza kuambia kitu fulani kizuri sana nini, lakini umwambie ulishawahi kutumia katika mazingira halisi ukaona hayo matokeo unayosifu, maana umesoma kama ni mitandaoni, umesoma kwenye vitabu. Ndio. Lakini bwana, mahala pazuri kabisa pa kuweza kujua uwezo unachokisema ni kupata kuwa katika practical. Kwamba una practice ile jambo. Sasa sisi tunakutana na watu wanakuja, wana changamoto zile, na anakuambia changamoto yake, mingine unakuta yamekuzidi kuliko ulivyokuwa unafahamu. Yani ufahamu wako na tatizo limekuja kubwa kuliko ulivyokuwa unafahamu. Alafu unajiuliza anafanya nini? Ndio unakwenda, Allah anajalia haraka unachanganua kwamba si lile tatizo hili tatizo ni lile isipokuwa linaonekana limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo nifanyeje? Nipite zile njia ambazo zinaendea kwenye
kulitatua hili tatizo. Ndiyo. Unakwenda matokeo Allah anajalia, unafanikiwa, unakuta kwamba mafanikio yanapatikana. Lakini watu ambao wamekuja na kesi hizi za selimundu au sickle cells, matatizo ya arthritis, matatizo ya mifupa haya, kwa kipindi hiki ambacho kimekuwa cha miezi hii ya karibuni, asilimia kama 98 na 9 hivi tumepata matokeo mazuri kabisa, kiasi kwamba mpaka tunashangaa kwamba ni kweli tulikuwa tunajua tunaweza kiasi fulani. Lakini naona ile namba ya uwezekano imekuwa kubwa kuliko vile tulivyokuwa yani kuliko tulivyokuwa tukijiamini. Ndio. Tuna mafanikio makubwa. Wako watoto ambao walifika hasa watoto, manake watoto ni wengi walioletwa zaidi ambao wana kesi hizi. Na kesi hizi kwa watoto sana. Watoto wengi wameletwa na kesi hizi za damu inaisha, kinini anaisha, anapelekwa tena, anaongezewa tena. Lakini baada ya kusimama tukajaribu kuwasimamia, kuwahudumia, kuwapa bidhaa zetu, vile virutubisho vyetu, alhamdulillah kwa asilimia zaidi ya 90 naweza kusema wamefanikiwa kuondokana na ile dhiki, ile adha. Sababu anaweza kapima damu siku ambayo amekuja kwa ajili ya kuchukua zile products zetu, siku akuja kuripoti kwetu kwamba bwana na tatizo, akawa tumepata vipimo vya damu. Ndio. Lakini tumekuwa na ratio ya kuonyesha kwamba watu baada ya wiki moja, manake mtindo wetu ni wa wiki kwa wiki, kwamba mtoto kimhudumia wiki moja, wiki inayofuata anatakiwa aje. Baada ya wiki moja akija damu imeongezeka zaidi ya unaikuwa ni 1.5 mpaka 2. Kwa hiyo inaonyesha kwamba bado kwa kiwango kikubwa, badala ya kuwa ilikuwa inashuka kila baada ya muda, sasa ina grow up, inakuwa inaongezeka. Na maumivu wengine alikuwa na maumivu makali sana ambaye sasa hivi alhamdulillah yamedisappear, hakuna tena. Kuna mmoja alikuwa na tatizo la kuvimba kwa wiki 2 zilizopita kabla ya sikukuu nadhani. Anasema baada ya kutumia ile habari ya kuvimba ile kuvimba kwenye viungo, umeona vimba. Sababu hii kesi ya kuvimba katika viungo katika maradhi ya arthritis nadhani nilikuwa nikizipata kipindi cha nyuma, na kikubwa ambacho tulikuwa tukifanya zaidi ilikuwa ni massage, kwamba tunajaribu massage zile kwa kutumia ginger na kujaribu kunyoosha vile viungo. Alhamdulillah walikuwa wanapata nafuu fulani, lakini kulikuwa na mapungufu. Tofauti na sasa kwamba baada ya kuwa anapewa maelekezo ya kwenda kuimassage zile kwa kutumia ginger, anapewa dawa ambazo anazinywa ambazo ni katika hali ya virutubisho, katika mfumo wa juisi, katika mfumo wa chai, anakwenda anazitengeneza zile, anazinywa. Unajikuta baada ya muda mfupi, baada ya kila siku ungekuwa natakiwa awe tena na massage yale na nini, lakini ugonjwa unapungua kwa kiwango kidogo sana. Lakini sasa hivi ndani ya wiki moja, wiki mbili unakuta mtu tayari anakuambia mimi alhamdulillah naendelea vizuri sana. Kiasi kwamba natamani kama wale watu ambao wanateseka na haya maradhi wangekuja tukataamali nao, asa Allah akawafanyia wepesi. Najua jambo hili ni gumu sana kutibika. Ni gumu sana kiasi kwamba unasema sijui nini Allah kaamua kutupa. Lakini navyojua mimi ni gumu. Kuna watu mimi ninawajua walishapoteza maisha kwa sababu ya maradhi haya ya sickle cell, na ni hii sickle cell tukateseka nayo, anahangaika nayo, anaumia na yeye, kila anateseka, mwisho anapoteza maisha. Sasa wakati huo sisi ndikuwa sijawa na taaluma hizo. Lakini tokea nimeanza kuzijua, nimeanza kuzipractice, zimezifanyia kazi. Kwa kweli hatuwezi kuwa na majibu mazuri bila kuwa na watu ambao tunawahudumia. Ukiwahudumia, yale matokeo tunayapata ndio yanatupa nguvu na kuona kumbe tunaweza bwana, kumbe inawezekana bwana. Sasa kumbe hili jambo lilikuwa niliko ndani ya uwezo bwana. Kwa hiyo tunaona kwamba tuna step forward, tunasogea. Ndio maana kasema tukiwezeshwa tunaweza, na kwa nini tusiweze? Kwa maana kwamba zile sababu za kuweza ni vitendea kazi. Sisi tunatumia
tunatumia sana mimea katika kutengeneza, na mimea sisi hasa mimi binafsi natumia sana mimea ambayo iko rafiki pale. Yani unaweza kuta mtu anakunywa ni kama chai tu au kama ni uji tu, anakunywa haimpi tabu, hapati ile kero kwamba sijui chungu sana sio kitu gani. Sisi hivi vitu tumejaribu kuangalia na tunaweza vipi kuviepuka, kwa sababu tumegundua pia kuna athari ambazo zinakuwa ni side effect ambayo inapatikana baada ya kuwa mtu ametumia. Sasa tunatengenezaje mazingira ili kupunguza ile nafasi ya kutumia aina fulani za miti ambazo zinaonekana ni nzuri lakini zinaacha madhara. Kwa hiyo tunajaribu kutengeneza mifumo yetu binafsi. Dr. Abu Awadh, tuweke sawa hapa kwenye kuwezeshwa, ni matumizi ya bidhaa, upatikanaji wa bidhaa, au wagonjwa kutumia zile bidhaa ambazo wewe daktari unaweza kuwezeshwa, ambapo mimi nasema kwamba kuwezeshwa ni kwanza kuungwa mkono. Ziko sekta ambazo zinatakiwa zikuunge mkono hata kama wewe mwenyewe unaweza. Ndio. Zisipo kuunga mkono huwezi kusogea mbali. Ndio la kwanza. La pili, zikupe moyo kwa ile hatua ambao umesogea. Kama kukupa ile ari kwamba kuunga mkono. Mfano nikubali na niseme wazi tu kwamba nimekuwa nikipokea wagonjwa pia wakati mwingine kutoka katika hospitali. Sio kwa ila siko sel, lakini ni matatizo mengine tu kwamba mtu anakwenda ambia kamtafute huyu mtu, nenda akakuhudumie. Akija akwambia mimi nimeelekezwa kutoka hospitali. Siwezi kusema ni hospitali gani wala nina, lakini ndio akwambia mimi nimeelekezwa na daktari kutoka hospitali kwamba nije hapa kwa ajili ya kunihudumia. Na kwani imekuwaje? Anasema nilishapata huduma kule, lakini yule daktari akaniambia, akanishauri nije hapa. Kwa hiyo unakuta kwamba hii ni moja ya uwezeshwaji. Kwa hiyo mtu kukuwezesha si lazima akupe pesa. Ndio. Sawa, lakini kule kuonyesha thamani yako kwamba huyu jamaa, hebu nyie nendeni pale, ni kuonesha anakubali, anakupa hamasa. Na kuna changamoto kwamba wakati mwingine kumbe inshafikia kwamba imekuwa hivi sasa, kumbe sasa niongeze juhudi. Ndio. Nimeaminiwa kiasi hiki. Yaani una kiwango ambacho unafikia, hutegemei kwamba unaweza ukawa unaaminiwa kiasi hicho. Ndio. Binafsi mimi nimeshangaa kwamba nafikia mahali nahisi naaminiwa kuliko nilivyodhani kwamba ninaweza kuaminiwa hivyo. Kwa sababu watu ambao litaraji kwamba wao ni wakubwa sana, wao wanakuamini wewe kwamba wewe unaweza kufanya lile ambalo wao wameona kama ili kwetu hapana, nenda kwake. Sasa hii ni namna ya uwezeshaji pia. Ndio. Lakini zile sekta ambazo zinasimamia pia wakati mwingine kuona na kukupa mkono na kukuhamasisha. Sababu wakati mwingine unaweza kajiona wa kawaida, lakini ukakuta kwamba kumbe kuna jamii inaumia sana, lakini funguo za kusimamia ile maumivu yao yasiendelee unazo wewe. Allah kakukabidhi wewe. Unaona kuna watu wanateseka na maradhi. Mfano nichukulie sickle cell ambayo nimeifanya kama sehemu ni part ya kipindi changu, kwamba sickle cell ni maradhi ambayo watu wengi yamekuwa yanawatesa, na wakienda sehemu nyingi mara nyingi anapewa dawa za kutuliza maumivu au vidonge vile vya madini ya chuma pengine na vitu kama hivi mfano wake, lakini akirudi hapo tena anaendelea kuumwa. Hasa inakuwa ndio maisha yao, yani maisha yake yote anatakuwa anaishi katika staili hiyo. Pale ambapo mtu wa kawaida kama mimi, mtu amekuja nikamhudumia afu akaweza kuishi bila kutumia dawa za design ile, akaweza kuishi akiwa na amani, akilala na kuamka na kwenda na kurudi na kutembea bila kuhisi ile dhiki, yale maumivu, huyu mtu umemuokoa katika dhiki kubwa kiasi gani. Unaona, haijalishi kwamba kwamba zile bidhaa atazilipia gharama kidogo kuchangia, kwa sababu tunapata tabu kuziandaa kwake na tabu zote zile. Lakini
ameshapoteza gharama kiasi gani huko kwa kutafuta tu kupunguza yale maumivu bila kutibu. Anapunguza tu maumivu basi. Anapunguza maumivu, mara yanarudi tena. Anapunguza maumivu, yanarejea tena. Anakula vidonge vya kuongeza damu, mara itaenda, mara itashuka tena. Anakunywa, mwisho anaambiwa basi na kwenda anaongezewa tipu za damu zingine. Na damu haitengenezwi kiwandani, lazima ikatolewe kwa binadamu. Wasipopatikana binadamu ambao wana damu inafanana na yeye, maana yake huyu hana msaada. Sasa sura kama hii ikatokea mtu mdogo kama Abu Awadhi akaweza kumhudumia, akawa hahitaji kuongezewa damu, hahitaji kula vile vidonge vya damu, hahitaji kula vidonge vya maumivu, kwa tena anaishi maisha ya kawaida. Umemwokoa kwa kiwango kikubwa kiasi gani? Anastahili kushukuru kwa kiasi gani? Kwa hiyo kuona kwamba ni vitu ambavyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunahitaji kufafanua sana, lakini tuseme kwamba uwezeshaji una kila ambaye anahusika kuweza kuunga mkono, kuweza kusapoti, kuweza kwa namna yoyote ile aangalie kwamba hii ni nafasi. Tuna ile sura kwamba ili viwe vinafaa ni lazima vitoke katika taasisi kubwa sana za watafiti wakubwa sana wenye vifaa vya kisasa sana vilivyochunguzwa huko katika makampuni makubwa sana. Sasa hii ni sura tu ambayo imeweka, lakini magonjwa hayako hivyo. Magonjwa ni tofauti kabisa. Magonjwa wakati mwingine yanahitaji kitu duni sana ili yaondoke. Yani tofauti kabisa kwamba ukuwe sijui na dude gani na mashine fulani na vifaa fulani na vipimo fulani. Mtu mwingine anaweza kujikuta maradhi yake anapoa kwa kutumia pengine vijimavi vya mjusi tu. Ambavyo havihitaji kuwa na kampuni. Havihitaji kuwa na kampuni, kuwa na nini. Vinahitaji tu mtu awe anajua basi. Kwa hivyo na ile sababu. Sababu mtu awe anajua kumbe ni hiki nikitia hapa batari. Kuna vitu kama hivyo. Kuna watu wameweza kupona, yani anachukua tule pengine mkojo wa ngamia au mkojo wa mbuzi tule akatumia kwa namfanya akajitibu. Wakati katika sura ya kawaida mkojo kweli mkojo. Lakini akajitibu na maradhi yakaondoka. Kwa hiyo maradhi hayapo hivyo kwamba lazima kuwe na kampuni kubwa, iwe na tafiti kubwa, iwe na vifaa vya kisasa, ila inachotakiwa ni kujua, kufahamu changamoto. Sasa kitu ambacho sisi tunajivunia pamoja na kufanya tafiti kama vile wengine wanavyofanya, kufuatilia mgonjwa, kufuatilia wagonjwa hatua kwa hatua, unapompa bidhaa ile atumie, kuangalia inampa hatua gani, anapata changamoto gani, hakuna side effect pengine, je hakuna reaction ambazo zinatokea ambazo pengine kwa kesi zinakuwa zinamdisturb au zinampatabu mgonjwa akishatumia. Tunafuatilia yote hayo, na ndio maana zile ripoti zetu mgonjwa akianza kuhudumiwa kwetu kila wiki tunataka taarifa yake, kwa maana kwamba tunataka kujua kwamba ni kwa kiasi gani tumepiga hatua, ni wapi hatujafanikiwa, tunamsaidiaje ili asogee mbele, na yeye mgonjwa ananufaika na hilo kwa sababu na yeye anapata kuhudumiwa kwa ufasaha zaidi na kuweza kuangalia namna ambavyo tatizo lake linaweza kuwa limeondosheka. Sasa tafiti tunazifanya sisi kwa vitendo zaidi, kwa maana kwamba kumchukua mgonjwa, kuwa naye, kumfuatilia hatua kwa hatua. Tunazo faili zao, kila mgonjwa ana faili. Hizi ni mtindo wetu kwamba kila mgonjwa anayeanza huduma rasmi kwetu anakuwa na faili. Kwa hiyo tunajua alianzia hapa, akaja hapa, akaja hapa, akaja hapa mpaka sasa hivi amefikia level fulani. Lakini asili yake alikuwa na tatizo fulani. Kwa hiyo tunaenda nalo, tulimpa nini, alitumia nini kutoka pale mpaka hapa, alitumia hiki, alitumia hiki. Je, kilisaidia? Hapana, hapa inaonekana kilisaidia. Hapa inaonekana hakikusaidia sana, lakini tubadilisha tukatumia kitu fulani, tukawa na mafanikio yamekuwa makubwa zaidi baada ya kutumia kitu fulani. Kwa jambo hili linatusababisha sasa tukipiga ile hatua, tukichukua yale tunaweza tukayatumia sasa yale mafanikio tukayatumia kwa wengine, yakawa ni mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba katika kitu kikubwa ambacho nimekichagua kukizungumzia ni sickle cell na jumla ya maradhi ya mifupa
na maradhi ambayo tunaita ni arthritis, ambayo yanakuwa yanaathiri viungo zaidi, kuvimba katika viungo na nini. Ingawa tunahudumia maradhi karibu naweza kusema karibu yote, sio yote kwamba yote tunaweza kuyatibu, hapana. Tunahudumia maradhi yote, kwa maana yale tunayoweza kuyatibu direct tutakutibu, yale ambayo tunaweza kusaidia kupunguza ule athari tutakusaidia, yale ambayo hatuna uwezo kabisa wa kuyatibu tutakushauri cha kufanya. Kwa maana kwamba hatusemi kwamba kila anayekuja tutamtibu 100%, lakini kuna wale ambao watatibiwa kwa kiwango chote ya 100%, kwamba tutapambana kuhakikisha tunaona linaondoka. Kuna wale ambao tunawasaidia kupunguza ukubwa wa tatizo, na kuna wale ambao tunawashauri, tunawapa ushauri kwamba kwa hili tunaona ufanye hivi, ufanye. Mfano, kuna wakati mwingine wanaweza kaja wanandoa, mzuri mfano, wanandoa kuambia sisi hatuna mtoto na tuna miaka kadhaa sasa, 5, 10, hakuna ujauzito. Sasa watu hawa hawezi kuwapa dawa, isipokuwa lazima kuwe na mahojiano ya hapa na pale. Lakini moja katika hilo, je, ushawahi kufanya vipimo? Lazima swali hilo liwepo. Kitabibu lazima liwepo. Tumewahi kufanya vipimo ama hatujawahi? Kama mmefanya, nataka kuona result. Daktari wakati wa kupimwa, mlivyopimwa nyinyi, daktari alisema nini? Tunachukua zile fanya diagnosis ya vipi na nini, unaambiwa pale alitizamwa zile, akaonekana zile sperms zake ziko hazina shortage au haziko nini, zina mikia mifupi au mikia yake inakatika, au pengine kwamba zile fertility zake, au pengine mobility zake, unyumbulikaji wake umekuwa uko duni, idadi ile namba usifahamu, pengine iko dhaifu. Unajua kumbe shida iko hapa. Kwa hiyo unajua hapa utampa nini, utamsaidiaje ili aweze kukua. Lakini sasa kuna wale wengine unakuta kwamba daktari anasema hana kitu kabisa. Yaani hana kabisa hizo spamu mle ndani. Ndio. Yale yanayotoka ni maji tu. Sasa huyu kwa kweli ni kumshauri tu kwamba kwa mujibu wa matokeo yanaonekana ni kwamba wewe uwezekano wa uzalishaji wa hizo spamu haupo kabisa. Lakini sasa labda tutawakal, lakini uridhie kwamba na sisi tunatawakal, kwa sababu hatuoni yani ile possibility, ule uwezekano wako unaonekana haupo vizuri. Sasa tukusaidie, tuangalie kama tutafanikiwa kupiga hatua kiasi gani. Lakini binafsi hatujiamini kwa 100% kwamba tutaweza kukusaidia kwa sababu ya haya matokeo yanavyosomeka. Unaona vitu kama hivi vinatokea wakati mwingine. Kwa hiyo inabidi tena mnakubaliana na mgonjwa kwamba twende tuangalie itakavyokuwa, kwa sababu kule anashajua kwamba kule imeshindikana, lakini huku pengine wengine anajipa matumaini kwamba kule ilishindikana, lakini hebu fanya wewe, linaweza likatokea jambo. Unafanya. Sasa Allah akijalia ikafanikiwa, alhamdulillah. Hakujalia, lakini mlishakubaliana toka mwanzo kwamba sisi tunachokiona kiko katika hali ambayo ni impossible, yuko katika hali ambayo haiwezekani, isipokuwa tutawakal kwa sababu Allah anaweza kufanya chochote. Sasa vitu kama hivi vipo na ushauri upo, lakini pia wakati mwingine mtu mwingine anakuambia hatupati, unamwambia kafanye vipimo, maana hajawahi kufanya vipimo vyovyote. Kwambia nenda kafanye vipimo ili tuweze kuona kwamba shida iko wapi, na vipimo hivi visiwe kwako tu, viwe kwenu nyote wawili, mke na mume. Na kuna wakati mwingine mtu akwambia bwana, mume ana watoto, mke ndio ameshindwa kushika ujauzito, kwa hiyo tatizo inawezekana liko kwa mwanamke huyu. Unabidi uanze tena upya kushauri. Bwana hapana, hicho sio kigezo. Anawezekana mume akawa upande mwingine ana watoto
na upande mwingine hana watoto, lakini bado sababu ikawa ni yeye. Na wakubali wengi. Hawakubali, lakini ndio ukweli ulivyo. Ndio ukweli ulivyo kwamba haikuwa maudhui, lakini nazungumzia kwamba tuangalie sisi kama matabibu wa tiba za kisuna, tiba mbadala, kwamba tunaweza vitu ambavyo inawezekana haviwezekani au havikuwezekana katika mifumo mingine. Sisi Allah anajalia kwamba tunakuwa tunaviweza. Tunaviweza si kwa sababu tuna akili sana au yani Allah kajalia tu kwamba katika mfumo huu kuna baadhi ya vitu tuwe tunaviweza. Na tunaviweza kweli na matokeo yanaonekana. Maana sio vitu ya kufichikana, ni vitu vinaonekana, unamuona yule pale kafanyiwa na ameenda sawa. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinafanyika. Kuna wakati mwingine mwanamume inawezekana mke aliyeweza kushika ujauzito kwake ni kwa sababu ya maumbile ya mke. Ndio. Kwamba ni maumbile yamekuwa ni rafiki kutokana na udhaifu wa mume. Yani mume ana udhaifu ambao mke ana maumbile yanayosapoti, yanayoweza kusaidia yanayoweza kutokuathiriwa na ule udhaifu wa mume. Sawa? Ndio. Kwa hiyo anajikuta kwamba akikutana naye ile hali yake ya kimaumbile inaruhusu ule udhaifu unapokea na anaenda na conceive. Sasa sijui mimi jinsi ya kufafanua, wanapata tabu kidogo hasa katika masuala haya kwa sababu ya maadili. Lakini kuna mwanamke mwingine ambaye ni mzima wa afya na kila kitu, lakini kwa sababu mumewe ana mapungufu, yale mapungufu ya mume yanasababisha mke hana maumbile yake hayaruhusu kusapoti yale mapungufu ya mume. Ndio. Sawa? Kwa hiyo huyu mke anabakia kuwa ni mzima wa afya. Huyu mume anabakia kuwa anayo mapungufu, lakini mapungufu yake yameweza kusaidiwa na maumbile na mfumo wa mke mmoja, lakini mke wa pili maumbile yake hayaruhusu kumsaidia. Kwa hiyo yeye kafanya kusaidika kulingana na maumbile, lakini sio kwamba hana kasoro. Sawa? Na hili lifahamike. Ni kweli pia wanawake wanazo kasoro, lakini nizungumze sisi wanaume ndio wenye matatizo ya ubishi. Tukao tunabishana, wakati mwingine tunagombana na wake zetu, wakati mwingine hata kuwadhalilisha. Kwa nini wewe una uzai, sijui nini, unajaza choo bure, wengine wakaambiwa hivyo. Lakini ukweli ulivyo ni kwamba inawezekana kabisa. Moja katika kasoro inawezekana ni zile weakness katika ile kufanya ejaculation, kwamba ule utokaji wa sperm au manii kutoka kwa mume kwenda kule uko dhaifu, kwa hiyo hamna speed ya kuweza kutoka, na hii inaweza ikasababisha udhaifu wa kuweza kupokelewa. Lakini mwingine mwanamke akawa maumbile yake yanaruhusu huo udhaifu akapokea, lakini mwanamke mwingine kutokana na ile length ya kutoka nje kwenda mpaka katika mfumo wa uzazi ikawa inasababisha kwamba ule udhaifu, kwa maana zile sperm zinapotoka kwa sababu ni dhaifu hazina uwezo wa kujipeleka zikamalizia umbali uliobaki baada ya kuwa mwenyewe mhusika hakuweza kuzifikisha kule. Kwa haziwezi kuswim pale, zinafia njiani, shughuli imeisha. Lakini kwa kule kwa sababu ya ufupi wake zimeweza kuswim na zimefika na mtoto amepatikana. Kwa bado maumbile na udhaifu wa kiume unabakia uko pale pale, lakini Allah tukatia katika shani yake, katika hidayah yake kumfanyia ihsani mja wake, akamfanyia wepesi katika njia ile. Kwa hiyo bado hili lilikuwa linachangia kwamba tunahitaji pia tunashauri, tunawasaidia, baadhi ya watu wana changamoto za design hizi, zinahitaji usaidizi hata wa kifikra, mawazo, tunasema zile ni counseling, ushauri nasaha, kwamba wafanyiwe, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza akaivunja ndoa yake kwa hasira akijua tatizo liko kwa mke, kumbe tatizo liko kwake. Sasa anaenda kuanzisha ndoa nyingine, akikutana na mwanamke mwenye maumbile yale atakuta pia ngoma iko pale pale. Mwisho sasa inawezekana mke wa mwanzo alikuwa ni mzuri wa tabia na mwenendo na nini, kilichomfanya yeye amnyanyapae tu
ilikuwa ni hili swala la kwamba la kutokushika ujauzito. Sasa anagundua kwamba kumbe yule alikuwa lile tatizo si lake, na kumbe ndio aliyokuwa bora katika maisha yake, lakini kashamtupa. Ameenda kuingia sehemu nyingine ambayo pengine anaikuta imekuwa duni kuliko vile alivyokuwa akitaka yeye, lakini pia matatizo aliyoyawacha mwanzo yanafanana na huku. Anatamani arudi kule alikotoka, lakini kule pengine nakokuwa pengine kushakuwa hakurejea tena, kurudi tena. Kwa hiyo vitu kama hivi lazima tuwe makini na tupate watu ambao wanaweza kutushauri. Na haya mambo ya kusema ni jini, ni uchawi, ni jini, ni uchawi, unajua ni uchawi, haya pia yamechangia sana kuathiri maradhi mengi. Yamekuwa yanakuwa zaidi, yana ubomoa mwili, yanabomoa familia, kwa sababu mimi naweza kusema sisemi ni fikra potofu, ila ni kasoro ya ufahamu ya baadhi ya wafikishaji wa zile au watafiti. Sijui niite lugha nzuri ipi, kwamba wale watafiti, ufikishaji, ufahamu pia unaweza kawa ni tatizo. Kwa maana kwamba ikija kesi kama niliyoieleza hapa, shortcut inakuja. So unaona huko inawezekana, huko haiwezekani. Inawezekana shetani huyo. Shetani. Toka shetani kijini. Atatafutiwa mpaka na jina. Unaona atapewa na jina kabisa, shetani fulani huyo. Sasa na shetani hujawapigia wanacheza. Kwa hiyo akishaona amenasibishwa pale na yeye anajitiatia, anaipendezesha ile shughuli, basi inaaminika hivyo. Mtu anabakia na shida yake, haitibiki tena, haishughuliwi tena katika mtindo sahihi, kwa sababu tayari ishahukumiwa. Hiyo ni shetani. Lakini ukweli kwamba ilikuwa ni tatizo la kibiolojia ambalo pengine lingeweza kushughulikiwa tu. Sisi tunatumia virutubisho, tunatumia mimea, lakini katika mifumo ambayo bado tuko katika mfumo ule wa kibiolojia, kwamba tunaangalia tafiti zetu, tunafuatilia ugonjwa, tunaangalia hata wengine wameuzungumziaje huo ugonjwa, na tunaangalia sisi kwa upande wetu tunaweza kulifanyaje jambo likija katika staili hiyo, na kwa asilimia nyingi tumekuwa tukifanikiwa. Alhamdulillah, nimekuwa jina la Abu Awadhi limekuwa maarufu sana hasa kwa Zanzibar, ni kwa sababu ya naweza kusema ni hiyo uhodari katika kusimamia masuala haya ya kiafya. Lakini inawezekana kwamba mwingine hata pengine hamjui Abu Awadhi, hajawahi kumuona, lakini kule zile sifa tu kwamba Abu Awadhi. Hakuna cha ajabu tulichonacho, ni kuhakikisha kuwa makini tu na kwamba sikubaliani kwa wepesi na fikra zako ulizokuja nazo. Kuna watu wanakuja na fikra zake, anakuambia unajua nishapita kule nikaambiwa. Naambia sawa, ulishaambiwa, lakini hebu niambie. Mimi mara nyingi sipendi mtu aniambie si nilitizamiwa, si nilifanyaje. Napenda aniambie yeye anavyojihisi katika, anaumwa vipi, ana tatizo gani, anajisikiaje yeye. Alafu mimi ni muhoji baadhi ya mambo ambayo sasa ndio yatanisaidia mimi kumhudumia, bila kujali huko nyuma aliwahi kuhudumiwa vipi au alifanywa kitu gani huko nyuma. Na alhamdulillah kwa sehemu kubwa tunafanikiwa, kwa sababu ni tunajaribu kuiadapt ile hali, kwamba tunaichukua ile hali halisi na tunairudisha katika utabibu halisi, na tunaachana na ile mambo kwamba alikuwa jini au alikuwa uchawi. Na tunajua kwamba jini anaweza kawepo na uchawi unaweza ukawepo, lakini tunaangalia kwamba athari ya jini ya uchawi ni athari ambazo zipo, lakini zina nguvu ndogo kuliko uhalisia ulivyo. Inawezekana mtu ameathiriwa na jini lakini akapata tatizo la unyafuzi au akapata utapiamlo, kwa sababu athari yake ilisababisha asiwe anakula, akawa anakaa muda mwingi na njaa, hali vitu ambavyo vinaweza kurejesha afya yake. Matokeo yake amepata utapiamlo, Kiswahili pia wanaita unyafuzi. Sasa akipata lile tatizo, nyinyi mnang'ang'ana tu, ni jini huyo. Hapa si jini tena, huyu ana tatizo jingine limezaliwa kutokana na ile hali yake ya kukaa tu, anakaa tu muda wote, kafungiwa katika chumba, hali haanywi, amekaa tu. Anaambiwa huyo akikaa hali lakini wala hasikii njaa. Nani alikwambia hasikii njaa? Njaa
zile sensa za kumfanya sikie njaa zimeathirika, na ndio maana haisi njaa, lakini ukweli ni kwamba njaa ipo. Yani ile athari ya tumbo ya kuhitaji ipo, lakini sensa za kutafsiri uhitaji hazifanyi kazi. Matokeo yake mtu huyo anakuja kupata matatizo makubwa kutokana na lishe, kutokana na vidonda vya tumbo, kutokana na mikatiko kutokana na joto, maalkalaini yale yametengeneza joto, limeathiri nyongo, inamwagika mwili, hali huyu mtu anaathirika. Nye mmeng'ang'ana jini, msomeni ni jini, nani hatukatai kusomewa, lakini tafiti pia zifanyike, sije ikawa anaathirika na kitu kingine. Nye mmeng'ang'ana na jini, sawa. Ni hili tu kwamba hatukatai kwamba jini hayupo, lakini fanyeni tafiti kwa kiki kwamba ni jini peke yake ndio linaathiri huu mwili, au hii ni sababu tu, lakini huyu mtu anaathirika na vitu vingine ambavyo vinakula mwili wake, ili tuweze kumuokoa huyu. Matokeo yake unampoteza kwa sababu ya kukosa maarifa ya kitabibu, kwa sababu utabibu una mambo mengi, una mambo mapana kidogo ambayo yanahitajiwa mtu kuwa makini nayo. Lakini tumedhania, kuna watu wengine wamedhania utabibu ni sehemu tu ya mtu kutafuta maisha, kwa maana kwamba akienda pale dukani akaambia akafika pale kwa ndugu yangu Manga darajani, anamwambia tumipe hapa basoda, nipe na nini hiyo nini basi jauzi, nipe na nini, akazichanganya pale. Hii maradhi mengi sana inatibu tayari. Kashakuwa tabibu anagawa. Shekhe, utabibu hauko hivyo. Tabibu haiko hivyo. Unaweza ukasababisha watu watakuamini, sawa, kwa sababu pengine kuna vitu kweli umefanya kibinadamu, kuna vitu vingine utaviweza, kuna vitu vingine vitakukwaza, lakini kwa sababu wewe si fani yako utakuja kuleta madhara kwa watu. Kwa hiyo inshallah itoe fursa kwamba watu wanaweza waulize, lakini nasema kwamba tukiwezesha tunaweza, na kwa nini tusiweze? Tuwezeshe kwa wewe kutuunga mkono, kufuatilia vipindi vyetu pale ambapo unaona kwamba una mchango wa kuweza kusababisha kwamba tufanikiwe zaidi katika kufikisha ujumbe huu, au kufikisha fani hizi, kufikisha uwezekano wa kuiokoa jamii ambayo imeathirika na yale ambayo tayari yako ndani ya uwezo wetu. Basi fanya vile ambavyo unaona unaweza, na inshallah utakuwa umetuunga mkono na utakuwa umetusaidia. Tuachane na ile fikra kwamba ili tuwe na mafanikio lazima tuwe na maofisi makubwa na majumba makubwa na mashine makubwa na viyoyozi vingi sana. Ndio maana yake kama hapa tumekaa mashallah unapata kijibaridi, sasa mtu anajua hapa fresh kabisa. Lakini hivyo ni vitu tu vinaweza kuwekwa, lakini bado fani inabakia katika ubongo wa mtu na ile seriousness aliyokuwa nayo mtu katika kulisimamia jambo. Naam, seriousness inabakia katika kulisimamia jambo, na si tu labda kwa sababu tu na makampuni makubwa na majumba makubwa ndio tunajulikana kwamba na hapa mambo yapo vizuri. Huo ni usemi na maneno ya Dr. Abu Awadh. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, basi nikukumbushe kwamba kipindi hewani ni tiba, na tunaye Dr. Abu Awadh hapa na tupo mubashara kabisa. Na leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na mada yetu tukiwezeshwa tunaweza. Tukiwezeshwa tunaweza. Kuna mengi ambayo Dr. Abu Awadh aliyazungumza na aliyagusia kwa siku ya leo. Sasa ni fursa kwako msikilizaji kuweza kutupigia simu kwa nambari yetu ya 0776933926 kama utakuwa na swali, lakini pia kama utakuwa na ujumbe mfupi hata maoni pia tunapokea kupitia nambari ya 0623703634. 0623 nambari yetu ya ujumbe hiyo, 0623703634, na nambari yetu ya kutupigia ni